Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 23 kutoka kijiji cha Kabuoyo huko Kaptama, eneo bunge la Mlima Elgon, ameshangaza wengi baada ya kukamilisha safari ya kilomita 500 akitembea kwa mguu kutoka kijiji chake hadi jijini Nairobi kuhubiri amani. Musa Korir alitumia siku 8 kwenye safari hiyo, ambapo kila alipopumzika alipitisha ujumbe wa amani kwa Wakenya. Anasema amechochewa na machafuko ya awali katika eneo lake la Mlima Elgon kuanzisha harakati za kuhubiri amani, akilenga kuhamasisha viongozi wa kisiasa na hata wafuasi wao. Robert Masai alikutana naye na hii hapa taarifa yake. Kwa siku 8 mfululizo akiwa amevalia nguo nyeupe, bendera ya taifa na kujitwika bendera nyingine nyeupe zenye jumbe za amani begani, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 za jioni, huu ndio umekuwa mtindo wa kijana huyo. Alikaidi kijibaridi kikali ndani na nje ya bonde la Ufa, uchofu na changamoto chungu nzima barabarani, kila hatua ikimwelekeza jijini Nairobi. Musa, mzaliwa wa kijiji cha Kabuoyo huko Mlima Elgon, anasema kumbukumbu ya mwaka 1992 na mwaka 2007 ambapo eneo la Mlima Elgon ilikuwa kitofu cha machafuko ilimchochea kufunga safari hiyo ili kuwakumbusha Wakenya sawa na siasa wenye ulimi telezi kuwa amani ni muhimu kila mara. Kitu yangu yenye nimefanya kutembea sana, najaribu kuambia viongozi tujaribu tufanye siasa ambayo iko na amani. Nchi yetu ya Kenya bila amani hatuwezi fanya vitu ambayo inatusaidia. Kila hatua aliyokanyaga akipitia miji mbalimbali kuanzia Kapsokwan, jiji la Eldoret na Nakuru hadi Nairobi, aliandamana na vijana waliomtia motisha kuhakikisha ndoto yake ya kufika Nairobi akieneza ujumbe wa amani na timia. Na baada ya saa 84 barabarani, hatimaye aliwasili jijini Nairobi. Upande wa kutembea nilikuwa natembea like 65 kilometers siku ingine narudi kama 50 something, narudi tena hata 67. Kwa venye tulikuwa tunalala tukukilwa, ni wananchi wa Kenya wetu ambao walikuwa wanatufuatilia kwenye mtandaoni, walikuwa wanaweza kutisupport, tunaweza kupata cha kujisaidia naye. Sasa hivi ukiangalia kijana huyu si mwanasiasa, lakini anazungumza kutumia kutembea kwake kuzungumza kwa wanasiasa kwamba Kenya ni taifa ambalo linahitaji amani, na amani ni kitu kizuri sana na ni gharama sana sisi kama taifa kupata amani. Wakati wa machafuko ya mwaka 2007, eneo la Mlima Elgon chini ya kundi la waasi lilofahamika kama Sabaot Land Defense almaarufu SLDF ilishuhudia maafa, furugo na uharibifu mkubwa wa mali. Viongozi wa eneo hilo pamoja na wakazi waliomlaki Musa jijini Nairobi wakisema safari yake ni ishara ya mwanzo mpya wa amani Mlima Elgon. Sisi watu wa Mount Elgon tumekuwa na challenges, tulikuwa naitwa watu wa SLDF, but sasa tumebadilika. Ni amani tu tunahubiri. Tunaomba kwamba hii message iende across the nation, across the political divide, kwamba tunapenda amani na tunasimama na amani. Sasa tunaweza kupata tourists waje watembee, wajue uzuri na umuhimu wa Mlima Elgon. Tunaweza kupata wanunuzi wa vyakula nzuri waje wanunue kwamba vyakula mzuri ziko Mlima Elgon, na sio mbaya vile watu wanafikiria kwamba ile sura ambayo tumekuwa tujulikana kama ni eneo la fujo, kwa sababu mtu yote wa Mount Elgon ukikutana naye akijiintroduce wanakusalimu habari ya Matogei. Leo tunataka mtusalimu habari ya Musa. Kwa Musa Korir, safari ya takriban kilomita 500 kutoka Mlima Elgon hadi jiji kuu la Nairobi imeonekana kama safari nyingine ile, ila amebeba ujumbe mzito, hasa wakati taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Robert Masai, runinga ya Citizen, Nairobi.